Katika ulimwengu wa leo ambapo magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi, uchaguzi wa chakula bora umekuwa jambo muhimu zaidi kuliko hapo awali. Watu wengi hutumia fedha nyingi kutafuta virutubisho vya kuongeza afya, huku wakisahau kwamba baadhi ya suluhisho bora hupatikana kwenye mboga za kawaida zinazolimwa kwa urahisi katika mazingira yetu. Miongoni mwa mboga hizo ni bamia, mboga yenye rangi ya kijani inayojulikana kwa ute wake wa asili na utajiri mkubwa wa virutubisho, ingawa baadhi ya watu huikwepa kutokana na ute wake. Tafiti mbalimbali za lishe zinaonyesha kuwa bamia ni chanzo muhimu cha vitamini, madini, nyuzi na kemikali hai zinazosaidia kuimarisha afya ya mwili kwa njia mbalimbali. Bamia hutumiwa kuanzia majani, mbegu, bamia yenyewe, maua, kikonyo na matawi. Kwa ufupi, bamia wote ni mboga na huliwa. Ndani ya bamia kuna fiber, yani kambakamba, folate, vitamini K na madini. Bamia husaidia katika kuboresha na kuimarisha afya ya moyo. Pia hulinda mwili dhidi ya saratani. Jitahidi kununua bamia lisikae zaidi ya siku 3 ama 4. Madini ya potassium na sodium hupatikana katika bamia, bila ya kusahau vitamini A ambayo hupatikana pia kwenye bamia. Ndani ya bamia kuna aina za protini inayoitwa lectin ambayo pia huweza kupatikana kwenye maharage na nafaka nyingine. Wataalamu wa afya walitumia lectin inayozalishwa na bamia kwa ajili ya kutibu seli za saratani ya matiti. Matokeo ya utafiti huu ulionyesha kuwa seli ya saratani zilipungua kwa 63% na zilikufa kwa 73%. Tafiti nyingi zinahitajika kufanywa kuhusu suala hili. Pia ndani ya bamia kuna folate. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa watu ambao hawapati kula folate za kutosha wapo hatarini zaidi kupata saratani ya matiti, njia ya uzazi, ini na aina nyingine za saratani. Pia baadhi ya tafiti zilizofanyika mwaka 2016 zinaonyesha kuwa folate inaweza kuzuia athari za saratani ya matiti. Tafiti pia zinaonyesha kuwa folate ambayo hupatikana kwenye bamia husaidia katika kuzuia matatizo wakati wa ujauzito. Tafiti zinaonyesha mwanamke ambaye hana folate za kutosha anakuwa hatarini kupoteza ujauzito wake au mtoto akapata matatizo ya kiafya baadaye. Folate ni muhimu sana kwa mwanamke wakati wa ujauzito na wakati wa kunyonyesha. Makala hii inaelezea kwa kina faida za kula bamia kiafya, virutubisho vinavyopatikana ndani yake, pamoja na sababu zinazofanya mboga hii kuwa sehemu muhimu ya lishe bora. Mimi ni Matrida Baltazari, karibu. Mwaka 2011 tafiti za kisayansi zilikuwa zikichunguza athari ya bamia kwa wenye kisukari. Wataalamu walitengeneza poda kutokana na maganda ya bamia na mbegu zake, kisha wakatumia katika kutibu kisukari kwa panya. Kama jaribio, panya huyu alikuwa na tatizo la kisukari ya kushuka. Matokeo haya yakaleta athari chanya, hivyo inashauriwa kwa watu wenye kisukari kutumia bamia. Bamia imekuwa ikifanyiwa tafiti nyingi kutokana na uwezo wake wa kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Nyuzi zilizopo ndani yake hupunguza kasi ya ufonzwaji wa sukari kutoka kwenye chakula. Hali hii inaweza kusaidia kupunguza mabadiliko makubwa ya sukari baada ya kula, kuboresha udhibiti wa sukari kwa watu wenye kisukari, kupunguza hatari ya kupanda kisukari cha aina ya pili kwa watu walio katika hatari. Hata hivyo, bamia si mbadala wa dawa za kisukari, bali ni sehemu ya lishe yenye afya. Tafiti zilizofanywa na AHA, American Heart Association, zimesema kuwa kula chakula chenye kambakamba and fiber hupunguza athari asi za cholesterol ndani ya damu. Vyakula hivi pia hupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo, yani stroke. Tafiti zinaonyesha kuwa vyakula vyenye vitamini K kwa wingi kama bamia ni jawabu sana katika kuimarisha afya na mifupa.
Vitamini hivi husaidia mifupa kufyonza madini ya calcium. Watu wenye kula vitamini K kwa wingi wana mifupa imara na isiyokuwa na mipasuko. Hii ni nadharia tu. Moyo wenye afya hutegemea lishe bora. Bamia ina nyuzi pamoja na vioksidishaji vinavyosaidia kupunguza kiwango cha mafuta mabaya mwilini. Faida yake kwa moyo ni pamoja na kupunguza hatari ya kuziba kwa mishipa ya damu, kusaidia kudhibiti shinikizo la damu kupitia madini ya potassium, kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi. Lakini pia bamia husaidia katika kuzuia matatizo ya kukosa choo, kwani kuna kambakamba ndani ya bamia. Hizi husaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kusafiri kwa chakula kutoka tumboni kuelekea maeneo mengine kwenye alimentary canal. Bamia hupunguza hamu ya kula, hivyo husaidia katika kupunguza uzito. Husaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Moja ya faida kubwa za bamia ni kiwango chake kikubwa cha nyuzinyuzi. Nyuzinyuzi huchochea mmeng'enyo mzuri wa chakula na kusaidia chakula kusafiri kwa urahisi ndani ya utumbo. Matumizi ya bamia yanaweza kusaidia kupunguza tatizo la kufunga choo, kuboresha afya ya bakteria wazuri wa tumbo, kupunguza hatari ya magonjwa ya utumbo mkubwa, huongeza afya ya mfumo wa usagaji chakula kwa ujumla. Bamia huimarisha kinga ya mwili. Bamia ina kiasi kizuri cha vitamini C ambayo ni muhimu katika kuimarisha mfumo wa kinga. Vitamini hii husaidia kuongeza uwezo wa mwili kupambana na maambukizi, kuharakisha uponyaji wa majeraha, kulinda seli dhidi ya uharibifu unaosababishwa na kemikali hatari mwilini, husaidia katika afya ya mifupa. Bamia ina vitamini K pamoja na madini ya calcium ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa. Virutubisho hivi huongeza uimara wa mifupa, hupunguza hatari ya mifupa kuwa dhaifu, husaidia mwili kutumia calcium kwa ufanisi, husaidia wanawake wajawazito. Bamia ni chanzo kizuri cha folate, kirutubisho muhimu wakati wa ujauzito. Folate husaidia ukuaji sahihi wa mfumo wa fahamu wa mtoto, hupunguza hatari ya kasoro za kuzaliwa zinazohusiana na ubongo na uti wa mgongo, huimarisha uzalishaji wa seli mpya za damu, huchangia kupunguza uzito. Kwa watu wanaotaka kupunguza uzito, bamia ni chanzo bora kwa sababu ina karoli chache, ina nyuzinyuzi nyingi zinazoongeza hisia za kushiba, hupunguza ulaji wa chakula kupita kiasi. Kuijumuisha kwenye lishe kunaweza kusaidia kudhibiti uzito bila kupunguza upatikanaji wa virutubisho muhimu. Hulinda seli dhidi ya uharibifu. Bamia ina vioksidishaji mbalimbali kama polyphenols na flavonoids. Vioksidishaji hivi hupunguza msongo wa oksidishaji, hulinda seli dhidi ya uharibifu, hupunguza hatari kwa baadhi ya magonjwa sugu yanayohusiana na kuzeeka. Lakini kwa walimbwende au watu wanaopenda masuala ya urembo, bamia huboresha afya ya ngozi. Virutubisho vilivyopo kwenye bamia vina mchango mkubwa katika afya ya ngozi. Vitamini C huchochea utengenezaji wa collagen, protini inayosaidia kudumisha ngozi yenye uimara, kupunguza mikunjo, kuharakisha uponyaji wa majeraha. Lakini pia bamia huchangia afya ya macho. Bamia ina vitamini A pamoja na carotenoids inayosaidia kulinda uwezo wa kuona. Virutubisho hivi vinaweza kupunguza hatari ya matatizo ya macho yanayohusiana na umri, kusaidia kuona vizuri hasa wakati wa mwanga hafifu, hulinda retina dhidi ya uharibifu. Tutazame jinsi bora ya kutumia bamia. Ili kupata manufaa mengi zaidi, chemsha kwa muda mfupi ili kuhifadhi virutubisho. Pika kwa mvuke badala ya kuchemsha kwa muda mrefu. Tumia kwenye supu, mboga za mchanganyiko au kitoweo. Epuka kutumia mafuta mengi wakati wa kupika. Unaweza ukajiuliza, je, bamia zina madhara? Kwa watu wengi bamia ni salama kuliwa kwa sehemu ya lishe ya kawaida. Hata hivyo, watu wenye mzio wa bamia wanapaswa kuliepuka. Wenye historia ya mawe ya figo wanapaswa kushauriana na mtaalamu wa afya kuhusu kiwango kinachofaa kutokana na uwepo wa oxalates. Kula kwa kiasi ni muhimu kama ilivyo kwa vyakula vingine vyote. Bamia si mboga ya kawaida pekee, bali ni hazina ya virutubisho vinavyoweza kuimarisha afya kwa njia nyingi, kuanzia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kudhibiti sukari kwenye damu, kulinda moyo, kuimarisha kinga ya mwili, hadi kusaidia afya ya mifupa na ngozi.
Bamia ina mchango mkubwa katika lishe bora. Kujumuisha mara kwa mara katika mlo wako kunaweza kuwa hatua rahisi, lakini yenye manufaa makubwa kwa afya ya muda mrefu. Ingawa haiwezi kuchukua nafasi ya matibabu ya kitabibu pale yanapohitajika, bamia ni sehemu muhimu ya lishe yenye uwiano ambayo huchangia kuzuia magonjwa na kuboresha ustawi wa mwili kwa ujumla. Niliyekusimulia makala haya ni mimi, Matrida Baltazari. Ni matumaini yangu umefahamu vyema faida za kula bamia. Tukutane hapa wakati mwingine kwa makala nyingine zaidi. Asante na kwaheri.